Weponi mwako nikae, weponi mwako. Asante na kukaribisha tena saa hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, rafiki mwema, karibu rejea pamoja nami, roho kweli, roho uzima. Semezane nami saa hii ili Baba niweze kuwasemesha watu wako kwa neema na rehema zako, Mungu mkuu. Asante maana utakuwa pamoja nami mpaka mwisho wa dahari. Wewe uinuliwe sana, mimi nipotee. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini, amen. Karibu ndugu yangu mahali popote duniani, mahali popote, uwe kwenye daladala, uwe umepumzika kwenye shughuli zako za kawaida. Ni saa imewadia tena. Nataka nikuletee somo ambalo mahususi litakalobadilisha maisha yako, litakalokupa uelekeo mwingine tena saa hii, ili Mungu aliye mbinguni aweze kukusaidia na uweze kwenda kwenye nafasi na kiwango kingine. Somo nimeliandika hapa ni tofauti kati ya ubatizo kwa jina la Yesu na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tutaona tofauti kati ya hizo mbili, ubatizo kwa jina la Yesu na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwanza kabisa, tunapoingia moja kwa moja kwenye somo hili, saa hii, ubatizo kwa jina la Yesu ni ubatizo ambao Yesu Kristo wakati huo Roho Mtakatifu alikuwa hayupo. Kwa hiyo walikuwa wanabatiza kwa jina la Yesu Kristo, ambao utaona asili yake ni ubatizo wa maji mengi. Lakini utaona pia ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ile hali ya kuvishwa ujasiri kwa Roho Mtakatifu katika jina la Baba na Roho Mtakatifu. Pale unakuwa na ujasiri. Lakini naanza tu kwa kuuliza, je, unajua kwamba Biblia inafundisha kuhusu aina mbili muhimu za ubatizo? Kuna ubatizo wa jina la Yesu ambao ni wa maji mengi, lakini pia kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa leo ndugu yangu, tutajifunza tofauti tofauti zao na umuhimu wake kwa kizazi chetu hichi tulichokuwa nacho. Kwa hiyo ubatizo kwa jina la Yesu au ubatizo wa maji mengi tunaona umeandikwa kwenye kile kitabu cha Matendo 2 na ule mstari wa 38. Biblia inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni, kila mmoja akabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumbe hatua ya kwanza ni kubatizwa kwa jina la Yesu au ya maji mengi. Wakati huo Roho Mtakatifu anakuwa hajaingia kwako, lakini
Ubatizo wa Roho Mtakatifu tutaona namna ambavyo neno la leo limesimama na litatoa maelekezo kamili. Maana kuoshwa kwa maji mengi kwa jina la Yesu ni ishara ya toba na kuzaliwa na kuzikwa kwa dhambi zako. Kwa hiyo tunaposema ubatizo kwa jina la Yesu ni ishara ya toba na kuzikwa kwa dhambi zako. Hiyo unaweza kaiona tu kwenye Warumi 6 mstari ule wa 3 mpaka 4. Lakini pia ni kuonyesha hadharani kwamba umeamua kumtafuta Yesu. Pale ambako ukishawishika kushuhudiwa habari za Yesu alafu ukaenda kubatizwa, inaonekana kabisa sasa, inaonesha hadharani kwamba umeamua. Ni sisi tu tunaona tendo la ubatizo ni la kawaida, lakini ndugu zetu wale wa Mtume Muhammad kule, wakisikia mtoto wao wamebatizwa wanakuja juu, kwa sababu wanajua maana na nguvu iliyoko ndani ya ubatizo. Kwa hiyo lengo la ubatizo wa maji mengi kwanza ni ondoleo la dhambi na mwanzo mpya wa maisha. Maana yake ubatizo wa maji mengi ni mlango wa kuingia ndani. Ukishaingia huko ndani sasa, ndipo sasa unaanza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuungana na Kristo katika kifo chake na kufufuka kwake, tunaweza tukaiona katika kile kitabu cha Wakolosai 2:12. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni upi? Tunauona kwenye Matendo 1 na ule mstari wa 5, ambao Biblia inasema, kwa kuwa Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Ni ahadi kabisa, ipo kwa kitabu cha Matendo 1 na ule mstari wa 5. Maana yake ni nini? Maana yake kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni kupokea nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Unaipokeaje nguvu? Baada ya kuwa na neno la Kristo. Lakini unapokea nguvu ya kushuhudia na kuishi maisha ya ushindi. Kwenye Matendo ya Mitume 1 na ule mstari wa 8 anasema, na mtapokea nguvu akisha kuajilia yule Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatupati ujasiri kutoka sehemu yoyote. Ujasiri tunaupata mara tu tunapokuwa na neno la Kristo, tunapoendelea kubatizwa. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni endelevu, ni kitu endelevu, sio kitu cha juu. Ni kitu endelevu, ni kitu endelevu. Tamani. Kwa hiyo tunaona unapokea kipawa cha Mungu kwa huduma. Wakorintho wa kwanza 12 mstari ule wa 4 mpaka ule mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza 12:4 mpaka 11. Kuna vipawa pale mbalimbali vimeandikwa. Lakini lengo kubwa ni kukuwezesha kuishi maisha ya kiroho yenye ushindi. Unapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, unaanza maisha ya kiroho yenye ushindi. Lakini ni kukupa ujasiri na karama za Roho za kujenga kanisa. Mtu huyo anakuwa sasa anaweza akapambanua. Hekima ya Mungu inakuwa ndani yake, nidhamu inakuwa ndani yake, maarifa yanakuwa ndani yake, elimu ya Kristo inakuwa iko ndani yake. Kwa hiyo hata maamuzi yake yanakuwa mazuri sana. Kwa tukaona pia tofauti kuu. Ubatizo kwa jina la Yesu hutumia maji mengi. Maana yake ni uzima wa mwili unaoshuhudiwa kwa nje. Uzima wa mwili unaoshuhudiwa kwa nje. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kiroho. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kumbuka huku ni
unashuhudiwa kwa nje, lakini huku Roho Mtakatifu anakaa. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Lakini pia tunaona ni ishara ya kutubu na kuanza maisha mapya. Ishara ya kutubu na kuanza maisha mapya ni ule ubatizo wa maji mengi au kwa jina la Yesu. Mtu anapofikia hali hiyo ya kukiri, anaanza maisha mapya. Lakini tunaona kwa upande wa ubatizo wa Roho Mtakatifu, tunaona ya kwamba kukupa nguvu na uwepo wa Mungu kwa huduma ya ushuhuda. Kwa hiyo huduma ya ushuhuda kwako inakuwa na nguvu zaidi, nguvu na uweza, na unabeba ujasiri. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu anakuwa yuko ndani yako. Lakini ni ishara ya kifo kwa dhambi na kuzaliwa upya. Ubatizo wa maji mengi au kwa jina la Yesu ni ishara ya kifo kwa dhambi na kuzaliwa upya. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ishara ya nguvu ya kiroho na uwezeshaji. Maanake kuna vitu ambavyo vitaanza kukudhihirishia ile mamlaka ya Mungu iliyoko ndani yako. Unawezeshwa. Kwa maana wakati mwingine unakuta mtu haelewi, aogopi, anakuwa amevaa ule ujasiri, amevaa ile nguvu. Kwa hiyo uwezo ukamtisha kwa nyao wala kwa paka. Ni mtu mjasiri sana 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 sana. Ni mtu mjasiri sana. Lakini kubatizwa kwa jina la Yesu au kwa maji mengi ni hatua ya kwanza kwa muamini mpya. Ni hatua ya kwanza kwa muamini mpya. Unapombatiza mtu katika jina la Yesu au kwa maji mengi, maanake ni hatua ya kwanza kwa muamini mpya. Lakini kubatizwa katika Roho ni hatua ya pili inayowapa waumini nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Lakini tunaweza tukaona hatua kwa hatua. Tutaenda kujifundisha hatua kwa hatua. Na hatua ya kwanza, tubu dhambi zako na umkubali Yesu Kristo kama mwokozi wako. Hizi hatua zote huwezi ukazienenda bila kupitia hatua ya toba ya dhambi zako na umkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wako. Mtu ambaye anasimama kwenye wokovu wako ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo ukimkubali Yesu, taratibu zinaendelea sasa. Lakini hatua ya pili, ubatizo kwa maji mengi kwa jina la Yesu Kristo. Ukisha mkubali au kisha ingia kwenye toba ya dhambi zako, umkubali Kristo kwa jina la, yani ubatizwe kwa maji mengi kwa jina la Yesu. Lakini hatua ya tatu, mshukuru Mungu na omba kwa bidii upokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hatua ya nne, tafuta kuishi kwa ushindi na kutumika kwa karama za Roho Mtakatifu. Kuna mifano kwenye Biblia ambayo inatuonesha dhahiri au watu walipitia prosesi za kubatizwa kwa maji mengi au kwa jina la Yesu na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Tunaona mfano wa kwanza ni Yesu mwenyewe alibatizwa kwa maji na Yohana kwenye kile kitabu cha Mathayo 3:16. After tunaona kisha Roho Mtakatifu akamshukia kama njiwa kwenye Mathayo 3 na ule mstari wa 16.
Pia tunaona wanafunzi wa Yesu walibatizwa kwa maji kwenye kitabu cha Yohana 4 na ule mstari wa 2. Lakini tunaona baada ya Pentekoste wakapokea Roho Mtakatifu kwenye Matendo 2 mstari ule wa 1 mpaka wa 4. Wakaanza kufurika pale katika Roho, wengine wakanena kwa lugha nyingine, ishara na miujiza na maajabu zikaanza kuonekana. Maana yake ubatizo katika Roho Mtakatifu ni yani unakuwa ushuhuda kwa watu, ni ushuhuda kwa watu. Kwa nini tofauti zote ni muhimu? Kwa nini tofauti ya kubatizwa kwa maji mengi au kwa jina la Yesu na kwa Roho Mtakatifu ni muhimu kwenye maisha ya muamini? Ubatizo kwa maji mengi unakuandaa kwa toba na maisha mapya. Ubatizo kwa maji mengi unakuandaa kwa toba na maisha mapya. Toba ni ile hali ya kugeuka, ni ile hali ya kuacha njia za zamani, ni ile hali sasa ya kuamua kutembea na maagizo ya Kristo. Lakini ubatizo wa Roho unakupa nguvu ya kuishi na ushuhuda kwa ushindi. Kwa hiyo vyote viwili vinakamilisha safari ya kiroho na vinakupa msingi wa kuwa mwalimu mzuri. Ukipitia hizo njia zote mbili unakuwa na msingi, maana unakuwa na asili, unakuwa na mwanzo imara, na hiyo itakusaidia sana kwenye maisha yako. Itakusaidia sana kwenye maisha yako. Yesu anataka tusimame ndani yake kwa kutubu, yani ubatizo wa maji, na kuwa na nguvu zake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nakukaribisha ndugu yangu, kama hujawahi kubatizwa kwa maji mengi, ni na nafasi sasa ya kuomba na wewe. Utanifuatisha maneno machache. Sema: Bwana Yesu, asante kwa kunipa nafasi ya kubatizwa kwa jina lako na kupata ondoleo la dhambi. Nisaidie pia nipokee ubatizo wa Roho Mtakatifu ili niweze kuishi kwa ushindi, na kukutumikia kwa ujasiri. Amen. Haya ni maombi ambayo yatakupa kibali cha namna ya kupata neema ya kubatizwa tena kwa Roho Mtakatifu ili upokee nguvu itakayokupa ushuhuda. Sasa naweza nikakupa mistari ya ziada kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukapitia kwenye Matendo 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunaona kabisa hapa siku ya Pentekoste walijazwa Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha nyingine. Lakini sio hivyo tu, mstari mwingine unaweza ukaona kwenye kile kitabu cha Matendo 10 mstari ule 44 mpaka 46, watu wa mataifa walipokea Roho Mtakatifu hata kabla ya kubatizwa kwa maji mengi. Kwa hiyo tunaona kabisa stage zote za muhimu, lakini kuna mahala unapopata fundisho unaingia kwenye hatua nyingine kabisa. Lakini ya tatu tunaona kitabu cha Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17. Yesu anaahidi kumpeleka msaidizi, yani Roho wa kweli, Roho wa uzima. Ukiwa nayo huyo Roho wa uzima, unatembea katika ujasiri, unatembea katika nguvu na unakuwa mtu mwingine. Asante Askofu Mbarikiwa, karibu sana Bwana Hansi. Kwa hiyo utaona kwamba hii ni mistari mingine inayoonyesha kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 mpaka wa 6, pale tunaona wanafunzi wa Efeso walibatizwa kwa jina la Yesu na kisha wakapokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono. Sio hiyo tu, tunaona kwenye kile kitabu cha Luka 11 na ule mstari wa 13, anasema Baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu kwa wale wanaomwomba. Kwa hatua kumpata Roho Mtakatifu ni kufundishwa na kimaombi zaidi. Lakini tunaona pointi nyingine
ubatizo kwa Roho Mtakatifu kwenye kile kitabu cha Matendo 1 na ule mstari wa 8, anasema lakini mtapokea nguvu hapo Roho Mtakatifu atakapoajiria, nanyi mtakuwa mashahidi. Nanyi mtakuwa mashahidi. Lakini tunaona kwenye Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 mpaka 11, karama za Roho Mtakatifu zinajidhihirisha kwa kila mtu kwa manufaa ya wote. Hakuna karama inayekuja kwa mtu kwa ajili ya ile hali ya kwake mwenyewe. Karama huwa inakuja kwa ajili ya manufaa ya wote. Naweza nikakupa musasari wa maombi kwa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunafuatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako nikiwa na kiu na njaa ya kukujua zaidi. Nimekubali ubatizo kwa jina lako, na sasa ninaomba unijaze kwa Roho Mtakatifu wako. Tafadhali nioshe na kunitakasa, unijalie karama na Roho wako, ili niwe shahidi wako duniani. Najitoa kwako sasa, naamini kuwa nitapokea kwa sababu umeahidi. Asante kwa kunipenda na kunijalia nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Kwa hiyo kuna maneno ya kuhimiza katika hii hali ya ubatizo. Kuna maneno ya kumuhimiza mtu kwamba Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu kwa kila muumini. Kwa hiyo usihofu, muombe kwa imani, atakuja kwako. Lakini pointi ya pili ni Yesu mwenyewe aliyebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mkaribishe kwa moyo wako wote. Pointi ya tatu ya msisitizo, usikate tamaa ikiwa haukupokea mara moja. Endelea kuomba na kumtarajia Bwana. Ya tatu au ya 4, ubatizo wa Roho Mtakatifu unakupa nguvu za kushinda dhambi na kuishi maisha ya ujasiri. Na kitu kingine, labda nataka kukupa siri ya kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema hautaonja mauti, wewe utaishi milele. Ni fumbo, ni neno la kiroho sana, lakini liko kwenye kile kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 16, kwamba nitawaletea msaidizi, naye huyo msaidizi atakaa nanyi milele. Kama atakaa nasi milele, maana yake hatutaonja umauti. Nini tafsiri yake ya ndani zaidi? Kwamba hatutaonja umauti, maana yake dhambi itakuwa mbali nasi. Akumbuka kwamba unapoanguka kwenye dhambi ndipo unapoanguka kwenye kifo. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu yuko sensitivity sana kuacha dhambi. Lakini ubatizo huu wa Roho Mtakatifu unakupa nguvu za kushinda dhambi na kuishi maisha ya ushindi. Kila mmoja wetu anaweza kupokea. Hakuna anayebaki nyuma. Ni wewe ukiwa na ile desire ya ndani. Roho Mtakatifu yuko kazini. Roho Mtakatifu yuko kazini na atakusaidia. Shalom, shalom. Ninakuhamasisha, ni mambo muhimu ya kufuatilia. Kuna watu wengine wanaenda kubatizwa tu kwa mkumbo, hajui nini, atoke wapi, aelekee wapi. Itakusaidia. Kuna umuhimu sana kukaa kwenye neno, maombi na kupata mkufunzi aliyokuwa sahihi ili aweze kukusaidia. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba, utamkuta Prophetess, atapokea 0744531049, na namba ya Airtel utanipata mimi kwa 0784222327. Nataka niombe na wewe, ambao nitakusisitiza mambo mawili. Haya mambo yote hayafanyiki bila kutubu, maanake bila kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na Biblia inasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Tubu. Kuliita kwa njia ya toba, ndipo wokovu utaingia ndani yako. Lakini si hayo tu, anasema kwa kinywa mtu ukiri
atakuamini ndani ya moyo wake. Kwa hiyo piga magoti, anza kuangalia njia zako zikoje. Huyo Yesu ni mwaminifu mno. Kama alivyofanya kwangu, atafanya kwako pia. Nataka nikuombee, ulioko kitandani, mgonjwa, ulioko mahali popote, mwenye mahitaji ya namna yoyote. Baba, nakushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya saa hii na kipindi hichi. Ninakutukuza Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa wafalme. Asante kwa ajili ya kunipa kibali, Mtakatifu wa Israeli. Ninaomba Baba, yule mama yule aliyo mgonjwa, Baba yule aliyokuwa hawezi, Baba, migogoro iliyoko ndani yake inahitaji ushuhuda wa ndani wa Yesu Kristo. Ninaomba neema yako iende saa hii ikamponye katika jina la Yesu. Walioko hospitalini, walioko nyumbani, walioko barabarani, walioko kwenye magari wanaofuatilia vipindi hivi, Mungu, neema yako iwe juu yao, wasaidie na kuwategemeza katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini, amen. Mimi mchungaji Phineas, nikiwa natokea maeneo ya Vicheji. Ninakukaribisha sana. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen.